Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Yesu mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Leo tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2021. Somo letu la leo linasema nini? Muda na mipango. Muda na mipango. Time and planning. Ndio somo letu la leo. Muda na mipango. Hizo ndio nguvu mbili kubwa zinazotawala watu duniani. Ndio nguvu mbili kubwa zinazotawala watu duniani. Muda na mipango. Kwa lazima uhakikishe kabisa kwamba ujue muda ni nguvu na mipango ni nguvu. Kwa hiyo muda bila mipango ni kazi bure. Time without planning is nothing. Kwa hiyo time is nothing without any planning. Muda ni kazi bure kama huna mipango. Na ndio sababu duniani ni watu wachache sana wanafanya vizuri. Kwa sababu wengi wana muda lakini wengi hawana mipango. Hawana mipango. Kwa sababu katika kila serikali kuna kitengo cha mipango. Kuna afisa mipango wa mkoa, wa wilaya, afisa maendeleo wa wilaya. Hao ni watu wanaopanga mipango. Bwana mipango. Sasa lazima ujue kabisa kwenye familia yenu lazima uwe bwana mipango. Unapanga vitu ambavyo wenzako watafanya. Baba ni afisa mipango wa familia. Mama ni msaidizi wake. Baba anapanga, mama anatekeleza. Ndivyo jinsi ilivyo. Kwa hiyo sasa lazima uhakikishe kabisa kwamba unapanga mipango. Na mipango ya mwaka 2022 inaanza kupangwa tangia mwezi wa 9. Ndio unaanza kupanga mipango ya mwaka ujao. Kupanga mipango ya mwaka ujao sasa hivi bado siku 2.5. Bado unaweza kupanga. Siku 2.5 ni nyingi sana. Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 7. Siku 6, siku 7 akapumzika. Kwa hiyo siku 2.5 bado ni nyingi sana kwa Mungu. Imani ni kuwa na uhakika na mambo utarajiayo baada ya mambo yasionekana. Imani ni mipango. Ukisikia mtu anakuambia mtu ana imani, maana yake ana mipango. Imani, tafsiri ya imani ni mipango. Ukisikia imani ya Kristo, hii ni mipango ya Kristo. Imani ni kuwa na uhakika na mambo utarajiayo baada ya mambo yasionekana. Imani ni kuwa na uhakika na mipango utarajiayo baada ya mipango isiyoonekana. Mipango isiyoonekana. Kwa sasa lazima ujue kabisa kwamba imani ni mipango. Na imani ikiwa na matendo ni nzuri zaidi. Na kuna watu wana mipango lakini ile mipango haina matendo. Kwamba mtu anakuambia nionyeshe mipango yako pasipo matendo yako na mimi nikuonyeshe mipango yangu kwa njia ya matendo yangu. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba una mipango. Haiwezekani mpaka sasa hivi au hujajua mwaka kesho unafanya nini. Au hujajua ratiba yako ya mwezi wa kwanza, ratiba ya mwezi wa pili, ratiba ya mwezi wa 3, ratiba ya mwezi wa 4. Au hujajua. Hilo ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo lazima unanunua diary, unaanza kuandika. Mipango inaanzia kwenye makaratasi. Makaratasi ndio rafiki wa mipango. Start on paper. Unaanza kwenye makaratasi. Imani inaanzia kwenye makaratasi. Ndio sababu Mungu alimwambia Habakuki andika maono yako chini. Maono ni mipango. Ndoto ni mipango. Kwa hiyo lazima ianzie kwenye makaratasi. Hicho ndio kitu ambacho kinasumbua watu wengi sana. Kutokuandika na kuchora, kupiga picha vitu ambavyo wanataka kuviona kesho. Kila kitu ambacho nataka ukione kesho kwenye mikono yako
utakiona kwenye makaratasi kwanza. Makaratasi ni point of contact. Kama vile Musa alipokuwa na fimbo, kila kitu ambacho Musa alitaka kukiona kilikuwa ndani ile fimbo. Maji yalikuwa ndani ile fimbo. Njia funguka ilikuwa ndani ile fimbo. Miujiza, nyoka ilikuwa ndani ile fimbo. Kila kitu Musa alichokuwa anakitaka kilikuwa ndani ile fimbo. Kwa hiyo kila kitu unachokitaka wewe kitakuwa ndani ya kalamu yako na makaratasi. Unakiandika chini, unakichora, utakiona kesho. 90% ya vitu ambavyo watu wanaandika uoga vinatokea kwa wale watu wanaoandika na kuamini. Yesu anasema ukiamini kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo lazima sasa ufikie mahali ujue, kwa sababu muda unao. Kinachotakiwa hapo ni mipango. Kazi ya muda ni kufikiri, kutengeneza mawazo mapya, kuandaa mazingira, kutafuta taarifa. Hiyo ndio kazi ya muda, kupanga mipango. Kazi ya muda ni kupanga mipango. Ndio sasa hivi unakuta watu wako kwenye mahoteli ya kitalii, watu wamekaa maofisini, watu wako mlimani, watu wamekwenda porini kwenda kupanga mipango. Watu wanasafiri, wako nchi mbalimbali kwenda kupanga mipango. Watu wako kwenye simu wanaongea, wanapanga mipango. Watu wako kwenye internet wanachat, wanapanga mipango. Kwamba kila kitu ni mipango. Lazima upange. Kuna kupanga na kupangua. Kwa hiyo ukishashindwa kwenye kupanga, umeshindwa kwenye kila eneo la maisha yako, kwa sababu muda umeharibika. Lazima uwe na ndoto. Ndoto ni mipango. Maono ni mipango. Imani ni mipango. Imani ni kuwa na uhakika na mipango itarajiayo, baada ya mipango isiyoonekana. Imani ambayo imeingizwa kwenye matendo. Kwa hiyo lazima ujitahidi kuangalia mwaka 2022 unautumiaje. Mwaka 2022 umepanga nini kwa ajili ya mwaka? Umepanga kitu gani kwa sababu ya mwaka? Tumebakiza siku 2.5. Umepanga mipango gani kuhusu mwaka kesho? Na ni vitu gani ambavyo umevikamilisha vya mwaka huu? Na ni vitu vingapi vipi ambavyo ulianzisha mwaka huu? Aidha umevikamilisha au bado vinaendelea kwenye mchakato, viko kwenye process. Kwa hiyo lazima uhakikishe kabisa kwamba una mipango. Muda tayari umeshapewa. Kinachosubiriwa hapo ni mipango. Muda tayari Mungu alishakupa. Kinachosubiriwa kwako, Mungu anachosubiri kwako, anataka umuoneshe mipango yako, umuoneshe plani zako. Ndicho kitu Mungu anachotaka kusubiri, anachokisubiria kwako. Anasema nionyeshe mipango yako, nionyeshe plani zako. Una plani gani mwaka huu? Tena kwenye maandiko, kwenye kitabu cha Methali 16. Methali 16 mstari wa 1 mpaka wa 4. Utaona Mungu anakuuliza mipango yako. Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Methali 16 mstari wa 1 mpaka wa 4, tutaruka tuende mpaka wa 9. Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Mipango ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Sasa Mungu anasubiri mipango yako, atamke neno, atoe kibali. Mstari wa 2, njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana uzipima roho za watu. Mungu atapima roho yako, atapima. Una nguvu ya kuanza, una nguvu ya kuendeleza, una nguvu ya kumaliza. Mungu anapima shauku yako. Una shauku kiasi gani? Kwa mfano kama hii huduma tulivyo na shauku sisi kuna mtu mmoja tu tunafundisha. Kwa nini? Hichi ndio kipimo Mungu anaangalia kwenye moyo wa mtu. Kukiwa kuna mtu mmoja atafundisha, kama hakuna mtu kabisa atafundisha. Ndio atafundisha. Atafundisha nini? Viti na simu. Nafundisha simu.
na rekodi somo tunatuma kwenye group. Tunafundisha simu na viti, ndio agizo letu, kufundisha simu na viti. Unaweka smartphone mfukoni, unafundisha kamera, unafundisha na simu, unafundisha na viti. Alafu kisha maliza unamshukuru Mungu, unatuma ile somo kwenye mtandao. Tayari umemaliza kazi yako. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana uzipima roho za watu. Mungu atapima roho yako. Kama kuna watu utafundisha, utaandaa somo kwa sababu ya sadaka, utaandaa somo kwa sababu kuna mtu fulani anakuja. No, unaandaa somo kwa sababu ya Mungu. Neno la Mungu linasema mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Mungu kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Mkabidhi Mungu plani zako. Kazi yako ni mpango wako. Mkabidhi Mungu plani zako na mawazo yako yatathibitika. Lazima mkabidhi Mungu, mwambie plani yangu ni hapo. Unaamka asubuhi unamwambia Mungu, umeandika kwenye karatasi, kuna mahali unakofanyia maombi, kuna meza, unajua ni mahali Mungu unapofanyia maombi ndo madhabahu yako. Unaenda na ile karatasi unaambia Mungu, huu ndio mpango wangu wa leo. Nataka nifanye ABCD. Unaacha ile karatasi pale unaondoka. Kesho yake unaweka tena mipango mingine pale. Utaona Mungu anakuongoza ile siku na ile siku unaifanyia vizuri na utapoteza muda. Mkabidhi Bwana kazi zako, mipango yako na mawazo yako yatathibitika. Mstari wa 4, Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Naam, hata wabaya waliumbwa siku ya ubaya. Hata wabaya waliumbwa siku ya nini? Ya ubaya. Kwamba hii siku isije kuwa ni siku mbaya kwako. Kwa hiyo lazima ukienda mstari wa 9 anasema moyo wa mtu ufikiri njia zake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Moyo wa mtu ufikiri njia zake, bali Bwana uziongoza hatua zake. Bado moyo wako utakachofikiri, bado Mungu ataongoza hatua zako. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba mipango yako umkabidhi Mungu na mipango yako itathibitika. Lakini tofauti na hapo ni ngumu, kwa sababu tayari umeshapewa muda. Kinachosubiriwa kwako ni mipango. Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kwamba kinachosubiriwa hapo ni mipango yako. Una mpango gani? Angalia mipango ya Yesu mwanzo mwisho. Akiwa kuanzia na miaka 12 aliweza kurudi Yerusalemu. Ndani ya siku 3 yuko hekaluni na walimu akiwasikiliza na kuuliza maswali. Hiyo ni mipango ya Yesu. Yesu anakwenda kujaribiwa na shetani, anasema imeandikwa. Alikuwa na mipango. Yesu ametembea kila mahali akihubiri Injili na kutoa mapepo kwa watu wanaoonewa na ibilisi, kuwatoa mapepo walioko ndani yao. Sasa lazima uangalie, hiyo ilikuwa ni mipango ya Yesu. Tena kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5 uone mipango ya Yesu. Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5. Mathayo 11 mstari wa 1 mpaka wa 5, neno la Mungu linasema, ikawa Yesu alipokwisha kuwaagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Hiyo ndio mipango ya Yesu, kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiye yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona. Hiyo ni mipango ya Yesu. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Sasa lazima nawe uwe na mipango. Kila siku asubuhi ukiamka uwe na mipango. Wewe ndio afisa mipango wa maisha yako. Wewe ndio afisa mipango wa muda wako. Wewe ndio afisa mipango wa familia yako. Wewe ndio afisa mipango wa maono yako. Wewe ndio afisa mipango wa ndoto yako. Wewe ndio afisa mipango wa kazi yako. Wewe ndio afisa mipango wa ndoa yako. Wewe ndio unayepanga mipango. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe una uwezo wa kupanga vitu mwenyewe. Kwa hiyo lazima ujue kabisa muda, time is nothing without
a planning. Time is nothing. Muda ni kazi bure kama una mipango. Muda unamwagikia chini. Muda unapotea kwa sababu neno la Mungu linasema mkomboe wakati. Kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu ukimwangalia kila mtu ambaye Yesu alifanya naye kazi, yule mtu alikuwa na mipango. Yesu alikuta watu wana mipango, ndio akawachukua akasema nifanye nao kazi. Mungu anatafuta watu wenye mipango. Ukimwangalia Daudi alikuwa na mipango ya kazi za nyumbani, kwenda machungani, kila kitu alikuwa na mipango. Ukimwangalia Musa alikuwa na mipango. Alikuwa na mipango. Anajua nikiamka asubuhi kuna kukamua ng'ombe, kuna kutenganisha ndama ziende zikachungwa sehemu tofauti. Yeye anachukua ng'ombe wale wakubwa anaenda kuwachunga, kuna kwenda kuwanywesha maji, kuna kuwapumzisha, kuna aina majani yanatakiwa walishwe na kuna makavu na majani mabichi. Wakila majani mabichi sana wanaharisha, kwa hiyo lazima wabalishie majani. Kuna kwenda kuonyesha, kuna kuwapa magadi, chumvi ile ya kulamba, kuna kupiga sindano, kuna ambao wamejifungua machungani wanatakiwa kuna mtu mwingine aje nao taratibu na watoto wale. Hiyo ni mipango. Anajua kabisa ng'ombe akijifungua zao kule porini wachungani, nani atakuja na ndama yule, kwa sababu hawezi kutembea kwa haraka kama ng'ombe wakubwa. Kumbe hiyo ni mipango. Sasa lazima ujue kabisa kwamba unapoamka asubuhi ndani ya muda wako wa masaa 24, pangia mipango. Ingiza mipango kwenye muda wako. Utaona ule muda unakuwa ni mdogo sana. Ule muda unamezwa na mipango. Kwa mfano kama sisi muda wetu hapa umemezwa na mipango, kwa sababu watu wakija hapa mara nyingi wanaambiwa mtumishi huwezi kumuona. Kwa sababu muda umeshamezwa na mipango. Ukiniahidi tu unakuja hapa, nikikupa muda ukichelewa tu tumefunga mlango. Akija yule mtu mwambie muda wake umeshaisha. Ule muda umeisha. Na jinsi tulivyo, muda wa kulala sisi ni muda wa mapumziko. Sisi hatulalaga, tunapumzika masaa 4, masaa 3, tunaamka tunaendelea na kazi. Kompyuta zetu hatuzimi kwa sababu ya mipango tulionayo. Sasa haiwezekani kama una mipango utaonekana kila mahali. Kama una mipango unaonekana sehemu moja kwa wakati mmoja tu. Ni kwa nini Yesu alisema mimi naonekana sehemu moja kwa wakati mmoja? Nitaondoka ili Roho Mtakatifu aje. Roho Mtakatifu ndio afisa mipango ambaye anaweza kuonekana kila mahali kwa wakati wote. Yeye ana mwili, anaonekana sehemu moja kwa wakati mmoja. Lakini Roho Mtakatifu ni roho. Roho inaonekana sehemu zote kwa wakati wote. Kwa hiyo sasa lazima uone Yesu alisema mimi nisipoondoka Roho Mtakatifu hatakuja. Kwa sababu mimi naonekana sehemu moja kwa wakati mmoja. Sasa kwa sababu mipango yake ilikuwa inasababisha aonekane sehemu moja tu kwa wakati mmoja, lakini mipango ya Roho Mtakatifu inasababisha aonekane kila mahali wakati wote. Mipango ya Mungu inasababisha Mungu awepo kila mahali wakati wote. Unajua Mungu ukisema Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo anakuja saa hiyo. Ukisema tu neno Mungu inakuja miungu mingi, haijulikani ni Mungu yupi unamtafuta. Lakini Mungu wa kweli haji, ile miungu mingine inakuja. Na ukisema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba utukufu, anakuja Mungu aliye hai, anakuja Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Lazima ujue, yani ukitamka tu anakuja. Kama tunavyomtamka sasa hivi hapa tayari ameshafika hapa, kwa sababu unasema Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Ndio jinsi ambavyo Mungu alimwambia Musa, nenda kaondoe wana wa Israeli kule Misri. Wakiuliza ni nani amesema, kusema mwambie niko ambaye niko. Kama hawatakuelewa waambie Mungu wa babu zenu Abraham, Isaka na nani na Yakobo, watakuelewa. Sasa kwa yule ndio Mungu tunayemwabudu sisi, ndio Mungu tunayemjua, ndio Mungu tunayemjua. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba uwe na mipango, na mipango yako hiyo kwenye makaratasi. Mungu aweze kuisoma kama maji. Mungu anakuambia andika maono yako chini, msomaji apate kusoma kama maji. Mungu mwenyewe apate kusoma kama maji, apate kusoma kama maji. Sasa kama mipango yako hujaandika vizuri,
mimi nilipopata yale mafunuo ya kuisoma kama maji, tangia siku hiyo nilipata mafunuo, huwezi kuamini, ghafla tu mkono wangu ulibadilika, nikaanza kuandika kwa herufi kubwa. Kila kitu ninachoandika sasa hivi naandika kwa herufi kubwa. Kila kitu, madaftari yangu yote, notes zangu zote naandika kwa herufi kubwa, sinaga herufi ndogo. Kwa nini naandika kwa herufi kubwa? Ili wajukuu zangu watakapokuja kusoma waelewe kwamba hapa niliandika nini, herufi zisomeke. Baada ya kupata maono kwamba andika maono yako yawe wazi, ili asomaye apate kusoma kama nini, kama maji. Kabadilisha mkono wangu, kabadilika ghafla tu. Siwezi kuandika tena kwa herufi ndogo. Kila kitu nikiandika naandika na herufi kubwa, herufi kubwa, herufi kubwa. Na ninakwenda kwa speed. Na ilikuwa ni ngumu sana mimi kuandika kwa herufi kubwa kwenda speed. Sasa hivi naandika kwa speed kwa herufi kubwa. Kwa hiyo mkono umeshazoea. Mkono umeshazoea. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kwamba una mipango. Ukishakosa mipango, vitu havisongi mbele. Nataka tuangalie jinsi gani Mungu alivyoumba muda. Mungu alivyoumba muda. Mwanzo sura ya 1. Tuanzie mstari wa 5, alafu tuende wa 14 na wa 15. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Siku moja hiyo. Mstari wa 14. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiye dalili ya majira ya siku na miaka. Majira na siku na miaka. Majira na siku na nini? Na miaka. Sasa jaribu kuangalia, ukiona unaingia kwenye siku mpya, jua kabisa kwamba uko kwenye mpango wa Mungu. Ukiona unaingia kwenye mwaka mpya, jua bado uko kwenye mpango wa Mungu. Ukiona unaingia kwenye majira mapya, jua uko kwenye mpango wa nani? Kwa sababu majira, muda, time is the engine of hope. Muda ni engine ya matumaini. Muda ni engine ya matumaini. Na ndio sababu tunasema natumaini mwaka kesho utakuwa mwaka mzuri kuliko mwaka huu. Natumaini siku ya kesho itakuwa nzuri kuliko siku ya leo. Natumaini wiki ya kesho itakuwa nzuri kuliko wiki hii. Natumaini mwezi wa kesho utakuwa mwezi mzuri, kwa sababu muda unakupa new fresh, unakupa mwanzo mpya. Ndio uzuri wa muda, unakupa matumaini. Ndio sababu hata kama umechoka kiasi gani, ukienda kulala, ukiamka, unaamka na nguvu. Muda unakupa nguvu mpya, kwa sababu umeenda kupumzika. Umepata usingizi, kwenda kulala, ukaamka, unakuja na nguvu mpya. Ni kwa sababu ya time. Ni muda ni engine ya matumaini. Muda unakupa mwanzo mwingine mpya. Pasingekuwa na muda, tusingeweza kuhesabu siku zetu. Kwa sababu Daudi kwenye Zaburi ya 90 mstari wa 12 anamwambia Mungu, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Utujulishe kuhesabu siku, kuna kusaidia sana wewe kutengeneza nguvu mpya. Ndio sababu hata ukiangalia wacheza mpira ni dakika 90 wanaangalia muda, kwamba tumebakiza dakika ngapi, anakuwa na nguvu zaidi. Kiangalia watu wanaokimbia riadha, kiangalia madereva wa mabasi, malori wanaoenda safari za mbali, unapangiwa muda wa kufika sehemu fulani. Kiangalia marubani wa ndege, wanaangalia muda. Muda unakuonyesha, unakupa nguvu, unakuonyesha bado una muda. Unaona? Lakini kama hauna muda, ni ngumu sana kuweza kujua unakoelekea, kwa sababu ujui uone muda. Muda ni engine ya matumaini. Muda unakupa picha kwamba umebakiza kiasi fulani, kilomita fulani, umebakiza siku ngapi kumaliza kazi, unatakiwa. Hata kwenye mitihani wanaangalia muda. Mtu anajua kabisa naanza na maswali yale marahisi,
nikimaliza baada ya dakika 20 na dakika nyingine 60, dakika 40 za kwenda na maswali magumu. Kama ni muda. Sasa Mungu aliumba muda, akatengeneza majira, akatengeneza siku na miaka. Kama sasa hivi jiulize, tunaingia kwenye mwaka mwingine mpya. Umejipanga nini na huu mwaka mpya? Unaingia kwenye siku mpya. Umejipanga nini kwenye hii siku mpya? Hebu tuangalie Ayubu anasema nini. Ayubu 38 mstari wa 12. Ayubu 38:12 na 13. Ayubu anasema, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Umeongea na siku yako? Umeiambia siku yako unataka nini leo? Umeongea na muda wako? Watu wengi waongee na muda. Wanaongea na watu lakini hawaongei na muda. Lazima uongee na muda wako. Siku ni muda. Sasa umeongea na siku yako, umeongea na mwaka wako, umeongea na mwaka kesho. Lazima uambie mwaka kesho, nataka unifanyie kitu hichi na kitu hichi. Unaandika kwenye makaratasi alafu unasoma kwa sauti. Aidha unaenda kwenye madhabahu ya kanisani kwenu au nyumbani kwako, unajifungia chumbani kwako. Yesu anasema ingia kwenye chumba chako cha ndani, ufunge mlango, ongea na baba yako aliyeko sirini. Msomee Mungu hivyo vitu unavyotaka kuviona mwaka kesho. Lazima uandike chini. Akupe neema ya kuvitekeleza. Andika vitu utakavyofanya vya Mungu kwanza na uandike vitu ambavyo unataka Mungu akufanyie. Unaanza na vya Mungu ndio unaandika vya kwako. Ukiandika vya kwako tu hujaandika kitu cha Mungu utakachofanya, hakuna kitakachotekelezeka. Utafanya kazi kama tembo, utakula kama sisimizi. Unaanza na vitu vya Mungu kwanza, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Kama unaamka asubuhi na unaongea na siku yako. Mstari wa 12-13 unasema, je, umeamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake, yapate kuishika miisho ya nchi? Waovu wakung'ute, wakae mbali nayo. Waovu wanakamata muda wako. Kitu ambacho mwovu anachokifanya cha kwanza ni kukamata muda wako, kwa sababu ndio kitu ambacho Mungu anakupa kabla ya pumzi. Unapewa muda kabla ya pumzi, unapewa muda kwanza, alafu ndio unapewa pumzi. Ni kama gari inatengenezwa engine kwanza ndio inawekwa mafuta, alafu ndio unaanza kutembea. Kwa sababu kama hamna engine, hamna sehemu ya kuweka nini? Mafuta. Kwa hivyo unaweka engine kwanza, muda ni engine ya matumaini, alafu ndio unapewa pumzi. Yaani huwezi kupewa pumzi kama hujapewa muda. Huwezi kupelekwa magereza kama hujahukumiwa. Kweli uongo? Lazima upewe muda kwanza. Ukaa wapi? Magereza. Ndio upelekwa wapi? Magereza. Utakaa lock up. Utakuwa uko lock up tu muda wote mpaka hakimu atakapokuhukumu. Umepewa muda wa kuwa gerezani miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka 30, ndio unapelekwa magereza. Kwamba unapewa muda kwanza ndio unapewa pumzi. Kwa sababu ule muda uliopewa ndio unapewa na kiwango cha pumzi cha ule muda. Akiongezeke kile kiwango kikipita na pumzi imefanya nini? Imekatika. Unapewa pumzi ya kutokana na muda. Yaani kama umeambiwa utaishi miaka 30, unapewa pumzi ya miaka mingapi? 30. Una gari linakwenda Dar es Salaam, inatakiwa lita 40 kwa kilomita labda 20. Unapewa kiwango hicho cha mafuta kutokana na sehemu ambayo unakwenda. Kwamba Mungu anakupa muda kwanza ndio unapewa pumzi. Au pewe pumzi kwanza ndio ukapewa muda. Napewa muda kwanza. Kwa hiyo ndio unapewa pumzi. Sasa unabidi uamke asubuhi, uitamkie siku yako maneno mazuri, ili upewe pumzi ya hiyo siku. Umshukuru Mungu kwa hii siku mpya aliyofanya kwa ajili yako. Unaifurahia na kushangilia. Unapewa pumzi ya hiyo siku. Unapewa pumzi ya siku. Mungu alimuumba Adam kwanza, ndio akampulizia nini? Pumzi. Ilianza mwili kwanza, ndio pumzi kaja, ikawa nafsi hai. Sasa wewe lazima upewe muda kwanza ndio upewe pumzi. Kwa sababu muda ukiondoka tu
au amki kweli uongo, kwa sababu hautapewa pumzi. Ni kama gari iliyoisha mafuta, inasimama iondoke hapo ilipo. Kwamba lazima ujitahidi umshukuru Mungu sana kwa ajili ya muda anayokupa kila siku, na sababu Mungu anasema tuukomboe wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Lazima uongee na muda wako kila siku, utamkie maneno, ubariki muda wako kama tunavyobariki muda kila baada ya dakika 60, umshukuru Mungu. Kwa hiyo lazima ujue Mungu ni Mungu wa mipango. Amepanga kumpa mwanadamu muda kwanza ndio ampe pumzi. Kwa hiyo ndio jinsi Mungu alivyopanga. Hiyo ni mipango ya Mungu, huwezi kuipangua, na ana sababu nayo. Kwa hiyo lazima ujitahidi kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanywa kwa mipango, kwamba hiki kitu ulikipanga kukifanya, na chochote ambacho umepanga kukifanya uchoki. Unajua, nilikuwa najaribu kuangalia watumishi wa Mungu ambao nawasikia wakubwa wanaofanya mikutano mpaka saa 9 usiku, saa 8 usiku. Yaani anakutana na marais wa nchi mbalimbali saa 7 usiku, saa 8 usiku, unapewa appointment ya kuja saa 8 usiku. Na yuko ofisini na saa 11 yuko kanisani Morning Glory. Sasa unakaa unajiuliza mtu anawezaje? Ni mipango. Ukishapanga uchoki. Ukishapanga uchoki. Wala watu wa muhimu wote unawapangia usiku. Wala watu wa kawaida unawapangia mchana. Kwa hiyo lazima ujue kabisa inawezekanaje kwamba Yesu alikuwa anakwenda kulala mlimani, alafu anashuka asubuhi anaenda hekaluni kwenda kufundisha. Ile ilikuwa ni mipango. Ukiwa na mipango hauchoki. Lakini mtu yote ambaye ana mipango anachoka sana, kwa sababu ana mipango, muda wake umeliwa na kutu. Neno la Mungu linasema ni Luka 21:37-38. Luka 21:37-38, neno la Mungu linasema basi Yesu alikuwa kila mchana Yesu alikuwa akifundisha hekaluni, na usiku huenda kulala katika mlima uitao Mzeituni. Biblia ya Kiingereza inasema kwenda kufikiri, kutafakari. Na watu wote walikuwa wakiamka mapema waende hekaluni ili kumsikiliza. Sasa kwa nini hao wengine wamelala wanaamka mapema na huyu mwingine hajaenda, ameenda kufikiri? Ni kwa sababu ya mipango, na anajua muda wake kukaa hapa duniani ni mdogo sana, miaka 33 na nusu. Kwamba alikuwa anakwenda na kasi ya muda na mipango yake haikamilishe, kwa sababu Yesu anasema Yesu hakufa. Yesu anasema tu imekwisha. Kazi ndio tumo kumaliza fanini. Kwa sababu hakufa kwa magonjwa. Yeye alimaliza kazi yake akaondoka. Sasa kuna watu wanakufa kwa magonjwa, kuna watu wanakufa kwa dhambi. Sasa kufa kwa dhambi ni mbaya, ina maana kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Ulikuwa unatumikia dhambi. Kufa na magonjwa ni mbaya sana. Angalia watumishi wa Mungu wengi wakubwa tu, huwezi kusikia historia ya kuugua. Kama kuondoka wanalala tu wanaondoka. Wanalala wanaondoka. Au wanapata ajali ya ndege anaondoka. Au ni muda wake kufika muondoka. Ile ni sababu tu. Au anachinjwa shingo kama kule gerezani Yohana Mbatizaji alipochinjwa shingo. Hakuugua Yohana, alikuwa haumwi. Wanaondoka kama TV Joshua, amelala tu hakuamka. Akulala, amelala tu hakuamka. Hajaana historia ya kuumwa, kwamba alikuwa anaumwa. Watumishi wa Mungu wanaondoka maliza kazi yao. Wanaondoka bila dhambi. Unaona mtumishi wa Mungu anaumwa, halafu ndo anakufa. Hiyo ni mbaya, haijakaa vizuri. Hiyo haijakaa vizuri. Lazima arudi magotini, aingie kwenye toba. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakishe kuna mipango ambayo iko mbele yako uliyoipanga. Kwa sababu huwezi kufanya vitu bila mipango. Umepewa muda na Mungu, alafu ule muda hujaupangia mipango, ni kosa kubwa sana. Chukua hata Biblia, soma. Nenda kwa watoto yatima, kawasaidie kufua, kupika, kufanya usafi. Nenda kwa wazee, nenda kwa wajane, nenda magereza kwa watio wafungwa moyo na kuwafundisha neno la Mungu.
nenda hospitalini kaombea wagonjwa, nenda barabarani kahubiri Injili, nenda katunze mazingira, nenda kwa watoto wa mtaani, kawatie moyo, fundisha kile kitu tunachoweza kufundisha, nenda kwa walemavu, nenda kwenye kazi za kijamii, nenda tengeneza mipango. Hiyo ndio inaitwa mipango. Ingiza mipango kwenye muda wako, ingiza kazi za kijamii kwenye muda wako. Usikae bure hata dakika moja. Every minute count. Kila dakika yako moja ina maana, kwamba lazima uikomboe ile dakika moja, kwa sababu utaenda kuulizwa ulitumiaje muda wako, ulitumiaje akili yako, ulitumiaje watu ambao walikuwa unawajua. Utaenda kuulizwa kwamba lazima uwe na mipango. Kwa nini tunaongea swala la muda? Ni kwa sababu tuko mwisho wa mwaka, tunaenda kuanza mwaka mpya. Je, mwaka huu uliutumiaje? Na mwaka kesho utautumiaje? Kwa hiyo lazima ujipange kwa ajili ya mwaka kesho, uwe na mipango ya mwaka kesho. Tofauti na hapo, kilichotokea mwaka huu kitatokea mwaka kesho, kilichotokea mwaka juzi kitatokea mwaka kesho. Utakuwa unaishi bila mabadiliko, bila tofauti. Na ili Mungu akutofautishe na watu wengine, lazima uwe na mipango na muda wako, ukomboe wakati. Lazima umtumikie Mungu, na wakisikia na kumtumikia watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kwamba lazima ujitahidi uhakikishe kwamba una mipango ya mwaka 2022, na anza na mipango ya Mungu. Anza na kwenda kwenye kazi za kijamii. Unapoandika maazimio ya mwaka 2022, anza na mambo ya Mungu. Namba 1, utakwenda kwa watoto yatima. Namba 2, utakwenda kutunza mazingira. Anza na mambo ya Mungu kwanza, alafu namba 1 unaandika upande mwingine mambo yako. Unafanya ya Mungu, Mungu anafanya ya kwako. Unautafuta ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na hayo mengine yote ya kwako ambayo umeandika unazidishiwa. Ya kwako ni mazidisho, ya Mungu ndio vyanzo, ndio chanzo. Ya kwako ni mazidisho, yale ni mazidisho, kwamba wewe yale ya kwako ni faida unakula. Ni kama vile ukizaa mtoto, hiyo ni biashara yako. Ukipata mjukuu ni faida. Kupata mjukuu ni faida, kwa sababu mtu mwema huachia watoto wake nini? Urithi. Mjukuu ni faida. Sasa kama una watoto na hawajaoa, bado hujaanza kutengeneza faida. Kama una watoto na hawajazaa, bado hujaanza kutengeneza faida. Kama umenunua mbuzi au ng'ombe na hazijazaa, bado hujaanza kutengeneza nini? Faida. Kinunua mbuzi akizaa, ule mtoto ni faida. Kinunua ng'ombe akizaa, ule ndama ni faida. Kwa hiyo lazima ujue, na ukizaa watoto na watoto wako wakawa na wajukuu, wala wajukuu ni faida. Kwa hiyo lazima ujue kabisa kwamba una mipango. Twende kwenye kitabu cha Luka 14 mstari wa 28 mpaka 30. Neno la Mungu linasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara, akitaka kujenga nyumba, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, asiyekaa kwanza akatengeneza mipango, kwamba anavyo vya kumaliza huo mnara, asije akashindwa kuumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Alianza kujenga akawa hana nguvu ya nini? Ina maana alikuwa amemisi nini? Mipango. Alikuwa amekosa mipango. Ameanza kitu kikubwa bila nini? Mipango. Alafu imefika mahali kimefanya nini? Kimekwama. Watu wanaanza kumdhihaki, kusema jamaa alianza hii kazi, alikuwa na nguvu ya kufanya nini? Ya kumaliza. Sasa ni kwa sababu lack of plan, alikosa mipango. Unajua brother, ngoja nikwambie, watu wote wenye maarifa duniani ni watu wenye mipango. Watu wote wenye hekima duniani ni watu wenye mipango. Watu wote wenye pesa duniani ni watu wenye mipango. Yaani ukisikia mtu ni maskini, hana nini? Hana mipango.
hayuko chini, akae chini akaweza kuandika mipango. Changamoto ya maskini ni vigumu sana kumkuta maskini yuko mwenyewe. Maskini kukaa mwenyewe ni ngumu sana. Ni ngumu sana kwa sababu maskini muda wote yuko na watu. Yuko na watu. Sasa maskini muda wote yuko kwenye smartphone. Maskini muda wote yuko kwenye TV. Maskini muda wote kwenye magazeti. Mipango haipangwi wakati unafanya kitu kingine. Mipango, anza kupanga mipango, unasimamisha kila kitu, unazima TV, unazima simu, unaondoka kwenye magrupu, unaondoka barazani kwa watu wenye mizaa, unaondoka katika njia ya wakosaji, unajitenga na watu. Ndio unaanza kupanga nini? Mipango. Haiwezekani ukapanga mipango ukiwa kwenye magrupu ya watu. Ukiwa uwanja wa mpira unaangalia mpira, ni mpango gani unapanga? Huwezi kupanga mipango ukiwa baa unakunywa pombe. Hiyo ni mipango ya shetani. Huwezi panga mipango baa. Mipango unapanga wakati umetulia, kwa sababu watu wote wenye hekima wana chumba cha kufikiri, wana thinking room, chumba cha kufikiria. Anaingia kule kama Yesu anasema, ingia chumbani kwako, funga mlango, ongea na babako aliyeko sirini. Pale unakopanga mipango na Mungu sasa. Kwamba kesho utafanya nini, kesho utafanya hichi. Amka usiku kati ya saa 9 mpaka saa 11, panga mipango. Toa saa moja pale. Panga mipango wakati nchi imetulia na akili imetulia na akili iko fresh. Panga mipango ya kesho. Utaona kabisa ile mipango yote inatekelezeka kwa sababu ndio muda Mungu yuko hewani. Ndio muda Mungu yuko live. Wapi? Hewani. Unamsikia Mungu live, unamwona Mungu live. Naanza kutafakari. Unapata majibu ya kile kitu ambacho unataka ukifanya kwa ile siku inayokuja. Vile vitu vilikuwa vigumu mchana, unapata majibu yake usiku. Kuna kitu kilikuwa kigumu sana mchana, ulikuwa unakitafuta majibu yake ukupata. Unasema naenda kulala mapema, naamka saa 7 mpaka saa 11 nipate muda wa kupata majibu ya kitu, na nimeshakiandika chini, na subiri tu huu ndio muda wa kukabidhi kitu mezani kwa nani? Kwa Mungu anipe majibu. Ndio muda wa kukabidhi. Lazima ujue muda wa kuongea na Mungu ni kati ya saa 9 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Ujue kabisa vitu vyote vigumu ndio unavipeleka mezani kwa Bwana majira haya. Wakati watu wengine wamelala, wewe ndio unawakilisha mahitaji yako. Na wakiamka wao tayari una majibu. Kwa sababu Yesu alikuwa mlimani kila siku akienda kutafakari. Wakati nyinyi mmelala, yeye anatafakari kupata majibu yenu ya magonjwa yanayowasumbua na mapepo yanayowasumbua na changamoto mnazopitia za umaskini. Yuko mlimani anatafuta majibu ya changamoto zenu. Anakuja asubuhi, anakuja kuwaambia majibu yenu ni ABCD, fanyeni kitu hichi na hichi na hichi, mtaondoka kwenye maskini. Kwamba lazima ujue kabisa kwamba ndio sababu Yesu anasema na maskini walikuwa wanahubiriwa habari njema. Wanaambiwa kumweleza maskini habari njema ni kumwambia kuhusu utajiri, na kumwambia tajiri habari mbaya ni kumwambia kuhusu nini? Umaskini. Hataki kusikia habari ya umaskini, hataki kurudi alikotoka. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambao una mipango. Uwe na mipango. Kwa sababu Mungu ameshakupa muda, tumia muda wako kupanga mipango. Tofauti na hapo kungangana kunaendelea. Tumesema plani ni imani kwenye makaratasi. Plani ni imani kwenye makaratasi. Ukiona mipango ni imani ambayo imewekwa kwenye nini? Kwenye makaratasi. Kwa sababu na mtu anakuambia hii ni business plan yangu, ni mchakato wangu wa biashara. Hiyo ni imani iko kwenye makaratasi. Inasubiriwa kupelekwa kwenye nini? Utekelezaji. Tayari ni kama unaona kitabu cha simu, ni imani kwenye nini? Kwenye makaratasi. Alafu kile kitabu kinachukuliwa, kinapelekwa kiwandani. Kiwandani wanatengeneza nini? Simu. Imani inakamilika kwa matendo. Kwamba kitabu cha simu ni imani kwenye nini? Kwenye makaratasi. Biblia ni imani kwenye nini? Ukichukua yale maneno yanayoandikwa kwenye Biblia ukapeleka kwenye matendo, hiyo ni imani ambayo ina nini? Ina matendo. Ni imani kazini. Unachukua kile kilichoandikwa, Mungu anamwambia Joshua, kitabu cha Torati kisibanduke kwenye moyo wako. Tafakari maneno yake usiku na mchana. Ukatende sawa sana kila neno lililoandikwa huko, ndipo utakapofanikisha njia yako na ndipo utakapostawi sana. Ukatende sawa sana kila neno. Biblia ni imani kwenye makaratasi. Sasa lazima ujue kabisa kwamba mipango ni imani kwenye makaratasi, alafu unapeleka kwenye matendo, hivyo vitu vinatokea. Kwa lazima, kwa sababu Mungu alimwambia Habakuki,
andika maono yako chini ili aisomaye akapate kusoma kama maji. Habakuki sura 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kwamba lazima ujitahidi sana uhakishe kwanza kabisa mipango yako, imani yako unaiona kwa nini? Kwenye makaratasi. Lazima ujione imani yako kwenye makaratasi. Hata mtu anayejiandaa kwa ajili ya maombi anaandika zile prayer point. Kweli Mungu na mistari Biblia ambayo ataingia nayo kwenye maombi anaandika ili akiingia kwenye maombi anasoma ile mistari, na maana anapeleka ile maombi kwenye sauti ile imani anaingiza kwenye nini? Kwenye sauti ili Mungu aisikie. Alafu akitoka kwenye sauti anapeleka kwenye nini? Kwenye matendo. Anaenda kufanya kazi za kijamii. Mungu anapitisha kile kitu ambacho anakitaka, kwa sababu neno la Mungu linasema na mtu hakuna asipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala akemei naye atapewa. Mstari wa 6 anasema ila aombe kwa imani. Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6. Ila aombe kwa imani, aombe kwa matendo. Aombe kwa matendo. Kwa lazima ujifunze kumshukuru Mungu kwa matendo, ushukuru kubariki watu kwa matendo. Ukishambariki kwa maneno unaenda kubariki kwa matendo. Ushukuru, uanze kumshukuru Mungu kwa matendo, uingie kwenye toba kwa matendo. Kuingia kwenye toba kwa matendo ni kufanya nini? Ni kwenda kumtumikia Mungu. Kwenda kumtumikia Mungu. Upende watu kwa matendo, upende Mungu kwa matendo, umche Mungu kwa matendo, utende haki kwa matendo. Sio kwa maneno tu. Sio kwa maneno. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 18. Watoto wadogo msipende kwa neno wala kwa ulimi, bali mpende kwa tendo na kweli. Tupende kwa tendo na nini? Sio kwa maneno wala kwa ulimi, kwa kunena kwa lugha. No, kwa tendo na kweli. Watu wanapenda sana kwa maneno. I love you man. I love you my brother. Alafu naishia hapo. Yule mtu anasikia njaa, yule mtu ana nguo za kuvaa, yule mtu ana mahali pa kukaa. Anamwambia tu I love you, alafu namwacha. Anaondoka. Nilikuwa naangalia jana video moja Marekani. Kuna vijana walichange kama $1,000. $1,000 wakachange $100, dola moja wakaweka kwenye $100. Alafu wanakwenda barabarani Christmas, siku moja kabla Christmas, wanaenda kuomba watu hela. Wanaomba mtu naomba shilingi $1, naomba shilingi 50. Ukimpa $1, akichukua $1, anakupa $100. Yaani ukiangalia sera wanaomba nao hela. Yaani kupima watu, yaani nimejifunza kitu kubwa sana. Kwa sababu wewe mtu anayekuomba hela ni tajiri. Kumbe anakuomba ile ya kuongezea nini? Anakurudishia ile $1 lako moja unampa, anakupa na $1 ngapi? $100 ambazo zimechenjiwa $1 anakuambia chukua na hizi nyingine. Ni za kwako. Ni watu wengi tunawasimamisha hapa. Wanasema hawana hela. Wengine tunawasimamisha hapa wanapita, tunataka hata kutusalimia. Akaja omba anapita. Tena ni mlemavu uko kwenye wheelchair. Yule jamaa akamuomba hela. Yule jamaa, fikiria mtu anayekuomba hela, amefika smartphone ya iPhone mkononi, amevaa vizuri, anakuomba $1 kama omba. Akamwomba omba, akachukua zile hela ambazo anapewa na watu kwenye kibogo, ameshika kwenye kibogo. Zile senti akampa senti 75. Yule jamaa akamwambia, kama huyu ni omba, ananipa mimi hela na mimi nimeomba na anaona mimi nilivyomba. Akampa $100. Sasa kwa hiyo kuna ndio sasa swala la kwamba kuomba kwa matendo. Kuomba kwa matendo ni kitu kikubwa sana. Wala jamaa walikuwa wanaomba kwa matendo. Wanaomba kwa maneno, halafu wanafanya matendo, wanakupa hela. Wao hapa wenyewe wanakupa nyingi zaidi kuliko ile ambayo umetoa. Wanampa $100 ambazo zimechenjiwa $100 zimefungwa hivi gani kama $1,000 mpya. Kwa hiyo jaribu kuangalia. Anaambia bwana ni yako, mwingine anakatambia hapana hii ni yako. Wewe tumesimamisha watu chungu zima hapo. Wanapita hata wanatudharau. Mwingine anakuambia katafute kazi. Si fanye. Kwa alafu baada ya kumaliza wakaitana na vijana, huyo amekaa kwa nenda amekaa wamecheka. Wakamaliza kufanya zoezi lao, wakamwambia unaona unachukulia
anamwambia naona mtu anachukua kamera ile pale ili uangalie kamera sura yako ionekane. Hela unapewa shilingi $100 zimechenjia. Kwamba walikuwa wanaomba kwa matendo, wanaomba kwa maneno alafu wanapeleka kwenye matendo, wanampa ule mtu nyingi zaidi. Na Mungu ni hivyo hivyo. Mungu anataka risala lako limoja akuongezee masaa 100 zaidi. Kila risala moja ukipa anakuongezea masaa mangapi? 100. Anakuongezea masaa 100. Sasa naambia kama usipotoa muda kwa Mungu, uongezee muda uongezeke. Usipompa Mungu muda uongezeke. Hebu tuende kwenye maandiko. Usipompa Mungu muda, tuende kwenye kitabu cha Marko 10:29 na 30. Marko 10:29 na 30. Neno la Mungu linasema nini? Marko sura ya 10 mstari 29 na 30. Neno la Mungu linasema, Yesu anasema, tuanzie mstari wa 27. Yesu akawakazia macho, akasema kwamba kwa mwanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu inawezekana. Maana yote yawezekana kwa Mungu. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tunakufuata wewe. Yesu akawaambia, amin nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na Injili, kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake, mama, watoto, mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao atapata uzima wa nini? Wa milele. Sasa angalia, atazidishwa mara ngapi? Wala yeye alikuwa anaomba $1. Akiomba $1 ukimpa, anakupa dola ngapi? 100. Hiyo ni scripture, hiyo ni maandiko. Na kila mtu anaomba $1. Ukimpa $1 anakupa $100. Mungu anaomba risala lako limoja tu. Ukimpa risala lako limoja anakuongezea masaa 1000. Masaa 100. Kila saa moja ambalo unampa Mungu. Umeenda kwa watoto yatima, umeenda kwa wajane, umeenda kuhubiri Injili barabarani, umekwenda kuombea wagonjwa hospitalini, umeenda magereza kwa wafungwa, kwa watia ambao kuwafundisha neno la Mungu, umeenda kwa watoto wa mtaani, kwa wazee, umeenda kwa walemavu, umeenda kwenye kazi za kijamii, umeenda kutunza mazingira. Kila risala moja unalomtolea Mungu una masaa 100 yameongezeka, na bado ufalme wa mbinguni utaurithi. Una faida hapa duniani, unapiga mara 100 duniani, na mbinguni unapiga mara 100. Kwa hiyo sasa lazima uangalie jinsi gani ambavyo unavyomtolea Mungu risala moja unazidishwa masaa 100 zaidi. Masaa 100 zaidi. Kwa hiyo lazima ujitahidi kumtumikia Mungu. Umepewa muda, panga mipango. Unajua mipango yangu utamtumikia, kila nikimtumikia Mungu risala moja nitapata masaa 100 zaidi mbele. Masaa 100 zaidi. Sasa unakuta kwa nini muda wa watu wengi unakuwa ni mfupi hapa duniani? Ni kwa sababu wamtumikii Mungu, wanafanya mambo yao. Unakuta muda anaotumia, ule muda aliopangiwa ni ule aliopangiwa, au ongezeke. Twende kwenye maandiko. Tuko kwenye muda. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema nini? Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zake zitakuwa miaka 120. Siku zitakuwa miaka mingapi? 120. Ni Mungu kasema, sio Daudi kasema. Daudi anasema miaka 70 hivi, ukiwa na nguvu utaishi miaka mingapi? 80. Wanasema ni Daudi, hiyo ni Daudi kasema. Ya Mungu kasema miaka mingapi? Twende kwenye Mwanzo 25 mstari wa 5. Mwanzo 25. Kwa lazima uangalie. Tusome tuanzie mstari wa 7. Mwanzo 25:7. Neno la Mungu linasema, kule amesema huyu ataishi miaka mingapi?
120. Sasa sikiliza, Abraham ameishi miaka mingapi? Hizi ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahim aliyoishi, miaka 175. Ibrahim akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku. Tuko pamoja? Katika uzee nini mwema, na umeshiba nini siku. Miaka 170 ngapi? Ni ule muda wa kumtumikia Mungu uliongezwa. Kila risala moja kumtumikia Mungu unapewa masaa ngapi? 100. Angalia Ibrahim akaenda miaka 175, na huko ameshasema kwamba mtu kuishi ni miaka mingapi? 120. Tena kwenye kitabu kingine, kitabu cha Ayubu, waangalie jinsi muda uliopangwa usipomtumikia Mungu. Aidha akasema tena, mshahara wa dhambi nini? Hata kama umepangiwa 120, ukitenda dhambi unakufa kabla miaka mingapi? 120. Mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa tena kwenye kitabu cha Ayubu sura 14 mstari wa 4 mpaka wa 7. Ayubu 14. Tuko kwenye muda. Ayubu 14 mstari wa 4 mpaka wa 7. Neno la Mungu nasema, ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake isiyoweza kuipita. Ameweka mipaka isiyoweza kufanya nini? Umeweka mipaka isiyoweza kupita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika, hata atakapoitimiza siku yake kama aliyeajiriwa. Kwa hiyo kwani yako matumaini ya mti, na kuwa ukikata utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Anakwambia nawe umewekewa mipaka yake usiyoweza kuipita. Umewekewa mipaka usiyoweza kufanya nini? Ukimtumikia Mungu tunaoneka kupita nini? Hiyo mipaka ya muda ambao umewekewa. Kwa sababu hapa juu anakuambia kwa siku zake zimeamuriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe. Siku zake zimeamuriwa, na hesabu ya miezi ya wewe kuishi hapa duniani nani anaye? Ni Mungu. Akasema nawe umewekewa mipaka yake usiyoweza kuipita. Huwezi kuruka ile mipaka ambayo Mungu amekuwekea mpaka utakapokuwa unamtumikia nani? Na wakifikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Furaha ikiongezeka na muda unaongezeka. Kwamba lazima ujue kabisa usipomtumikia Mungu siku zinafanya nini? Zinapungua. Na maana unapiga kavu. Hakuna muda unaotoa kwa sababu ya Mungu. Hakuna muda unaotoa kwa sababu ya Mungu. Unapiga kavu na unaendelea kutenda dhambi. Na mshahara wa dhambi nini? Ni mauti. Kwamba lazima ujitahidi utumie muda vizuri na uwe na mipango. Muda na mipango. Muda wangu umeisha, tumalizie. Kichukua tunakiangalia siku ya leo ni muda na mipango. Ni muda na mipango. Usipokuwa na mipango kwenye muda, ule muda umepotea. Muda unafanya kazi tu kama muda umefanya nini? Kuna mipango. Tuangalie kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 26 mpaka 28. Tumalizie. Matendo ya Mitume 17 26 mpaka 28. Neno la Mungu linasema, naye alifanya kila taifa la mwanadamu kutoka katika mtu mmoja Adam wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwekea nyakati, akiisha kuwekea muda ulioamuriwa tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Muda wako wa kuishi hapa duniani ulishaamuriwa tangia zamani, na mipaka na makazi, mipaka yako na nini? Na makazi, mipaka na makazi. Kwamba kuna mipaka wa muda wako na mipaka ya nchi na makazi. Neno la Mungu linaendelea kusema, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupasa wakamwone, ijapokuwa awe mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Tumewekewa muda ulioamuriwa na mipaka na makazi. Muda na mipaka na makazi. Huwezi kukaa mipaka ambayo Mungu amekupangia. Aidha kama unamtumikia nani? Mungu, unaweza kuruka ile mipaka. Kama umtumikie Mungu, uruki mipaka
na unakufa chini ya kiwango, kwamba lazima ujitahidi uhakikishe kwamba unatumia muda vizuri, muda ulioamuriwa. Tofauti na hapo ni ngumu. Tumeambiwa tukomboe wakati, tusilale kama wengine, bali tuwe na muda wa kukesha, tuwe na muda. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kwamba unatumia muda wako vizuri, unatumia muda vizuri. Tofauti na hapo ni ngumu, tofauti na hapo ni ngumu. Kwa hiyo lazima ujitahidi unatumia muda wako vizuri, ili muda wako uweze kuhesabika, kwa sababu kitu Mungu anachohesabu ni muda. Mungu anahesabu masaa, Mungu anahesabu masaa ambayo unayotumia, ni kitu Mungu anachohesabu. Kwa hiyo lazima ujitahidi uhakikishe kabisa kwamba unatumia muda wako vizuri. Tofauti na hapo, kung'ang'ana kunaendelea. Muda wetu umeisha na kipindi chetu kimeisha. Tulikuwa tunaangalia eneo la muda pamoja na mipango, kwamba mwaka kesho unapewa tena siku 365, masaa 8640 na sekunde nyingi za kutosha, masaa 8640, kwamba utatumiaje muda wako wa mwaka kesho. Uanze mipango leo, na muda usiokuwa na mipango ni kazi bure, na mipango inaanzia kwenye makaratasi. Unaandika jinsi gani utakavyotumia muda wako kesho, mwaka kesho. Lakini usipoandika, umeshapewa muda, usipokuwa na mipango, ule muda ni kazi bure. Jitahidi kujipanga kwenda kwenye kazi za kijamii. Naweza kuona wazungu wanatoka kwao, kutoka Tanzania mpaka New York ni maili 7500, kilomita 7500, kilomita 7500. Mtu ametoka New York. Ukitoka San Francisco ni kilomita 10500, California mpaka Tanzania unapata ndege 3. Unapata kutoka San Francisco mpaka New York ni masaa 8. Uko juu ya ndege na hujashuka, ndani ya nchi moja masaa 8. Kutoka New York mpaka Amsterdam, Uholanzi ni masaa 8. Kutoka Uholanzi mpaka Kilimanjaro Airport ni masaa 8. Jumla ni masaa 24. Napata ndege 3. Ndege 3. Huyu mtu ametoka San Francisco, California, anakuja kwenye kituo cha watoto yatima Kijenge Juu, anakaa pale miezi 6. Kilomita 10,500 anakuja kukaa hapo Kijenge Juu, anakaa kwa watoto yatima, anakula chakula pale, anawasaidia kufua, kupika, kufanya usafi, anawafundisha, labda ni mwalimu Kiingereza au ni michezo sana anawafundisha. Akitoka pale ameondoka na maono. Mungu amempa ndoto, amempa maono. Akienda kwao anafungua kampuni, anafungua NGO. Baada ya miaka 15, nchi ya Tanzania, serikali ya Tanzania, NGO za Tanzania zinaomba hela kwa huyu mtu ambaye anakuja kuchukulia maono Kijenge Juu, Arusha. Anaenda kuomba hela kwake tena. Mungu amempa kampuni kubwa, amempa biashara kubwa. Sasa anagawa hela kwenye taasisi mbalimbali za Afrika na dunia nzima. Watu wanaomba hela kwake. Maono aliyapatia wapi? Hapo Kijenge Juu. Hiyo ni imani. Kutoka kilomita 10,500 anakuja kukaa kwa watoto yatima. Kuna mtu yuko jirani, nyumba ya watoto yatima hapa na hapa ni jirani, hajawahi kuingia kwenye nyumba hata kuwasaidia watoto. Yule mzungu hajaje kuwapelekea watoto pesa wala nini. Amekuja kutoa muda wake na nguvu zake. Basi hamna kitu amekuja nacho cha kuwapa watoto. Kama alikuja na pipi, aliwapa ile siku ya kwanza na zimeisha. Full stop. Baada hapo anaenda kukaa nao, anakula chakula chao, anafanya kazi za mikono pale, anaamka nao, anafanyia usafi na kuwafulia. Basi miezi 8 anaondoka na maono, anarudi kwao, biashara imeanzia hapo. Na ndiko maono yanapoanzia. Mgodi wa maono ni kwenye kazi za kijamii, kwenda kutunza mazingira, kwenda kwa watoto yatima, kwenda kwa wajane, kwenda kwa wazee, kwenda kuombea wagonjwa, kwenda kuhubiri injili barabarani, kwenda kwa watoto wa mtaani, kwenda kwenye kazi za kijamii. Ndiko maono yaliko, ndiko maono yaliko lalia. Tofauti na hapo utakao upate maono,
utasindikiza wanaume wengine huko mjini mpaka siku unaondoka kwa duniani. Utaona watu wana vitu vizuri tu, lakini utakao upate kitu kizuri. Sababu kitu kizuri kinatakiwa na maono, kinatakiwa na ndoto. Tofauti na hapo ni ngumu. Na nyie umri wenu ni mdogo, unajiuliza umri wako unatumia kufanya nini sasa hivi? Kwa sababu mtaji wa kijana ni muda, na kijana na muda. Ukishapoteza muda wako, sisi tunafundisha somo la muda. Wazee wanatuchukia sana tukianza kufundisha somo la muda, kwa sababu wanapiga mahesabu, wanaangalia muda uliopoteza, wanaumia sana, hapo wanakufa na hawajatimiza ndoto zao. Wanakufa, muda wa kufa umefika kwenda kaburini. Kwa sababu kijana, mtaji wa kijana ni muda. Ukishakuwa kijana, wewe ni kijana. Mtaji wa mzee ni pesa, mtaji wa kijana ni muda. Mzee anatakiwa na pesa, kwamba katika ujana wake alifanya kitu, leo ni tajiri. Na mtaji wa kijana ni muda, kwa sababu kijana ana muda wa kukosea na kurudia, na muda wa kukosea na kurudia, kukosea na kurudia mpaka anajua. Sasa kama hakuna kitu unachokifanyia mazoezi leo hii kwenye maisha yako, unasindikiza watu wengine huko duniani. Hakuna. Biblia inasema Mungu hakuumba mtu maskini wala tajiri. Aliumba binadamu. Wote aliumba binadamu, hakuumba maskini wala nini. Ndivyo maandiko yanavyosema, ndugu yangu. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kusoma kwenye kitabu cha Methali sura ya 22. Sura ya 22. Kwa hiyo sasa ukiona kabisa kwamba kuna changamoto unazopitia, neno la Mungu linasema, tuanzie mstari wa kwanza. Heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Heri kuchagua neema kuliko fedha na dhahabu. Mstari wa pili. Tajiri na maskini hukutana pamoja. Bwana ndiye aliyewaumba watu wawili. Mungu ndiye aliyewaumba watu wawili. Kaumba tajiri na nani? Sasa huu mstari ukiusoma utaelewa. Utaona kama kuna Mungu aliumba tajiri na kaumba nini? Ina maana kama wewe ni maskini unajua kwamba uliumbwa nani? Sio maskini, sio kweli. Ukumbwa maskini. Tuone mstari wa 29. Sura 29 mstari wa 13. 29:13. Neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema Mungu inasema maskini na mdhalimu, yani maskini na tajiri ukutana pamoja. Bwana huwatia nuru macho yao wote wawili. Mungu alitia nuru. Methali 29:13. Maskini na mdhalimu, maskini na tajiri ukutana pamoja. Bwana huwatia nuru macho yao wote. Na ukitaka kujua, ngoja nikwambie bwana, ukitaka kujua Mungu aliumba mwanadamu, Mungu hana upendeleo. Paulo alisema, alifumbua kinywa chake akasema, hakika Mungu hana upendeleo. Katika kila taifa amchaye na kutenda haki kubaliwa na nani? Kwa sababu Mungu alimpa kila mtu masaa 24. Kila mtu ana masaa 24. Kwa nini mmoja ni tajiri mwingine ni maskini? Biblia inasema usipende usingizi usije ukawa nini? Maskini. Watu maskini anapenda usingizi. Maskini naambia tusilale kama hao wengine, bali tukeshe na kuwa na nini? Na kiasi. Tusilale kama nini? Kama wengine. Wengine wanaenda kulala masaa 8 na masaa 10. Usilale kama watu wengine, bali uwe ukeshe na uwe na kiasi. Unakesha kutafakari, kusoma na Mungu, kipanga mipango. Umepewa muda kwa ajili ya kukesha na kupanga mipango. Yesu alikuwa anakwenda mlimani kila siku, anakesha mlimani akifikiri na kupanga mipango. Watu wanaamka asubuhi kwenda kumsikiliza hekaluni. Wala wakulala wanaenda kulala, wanaweka amka wanakwenda kumsikiliza. Sasa na wewe lazima ufanye. Ukianza kukesha, watu watakuwa walali, wakienda kulala na amka mapema kwa ajili yako. Sio wewe unaenda kulala alafu naamka mapema kwa ajili ya mtu mwingine. No, watu wanaamka kwa ajili yako. Yaani wewe unakesha. Unamwona Mwakasege anakesha akisoma. Anakesha akifikiri, akiandika, akitafakari. Watu wanaamka mapema kwenda kule relini. Kwenda kufanya nini? Kumsikiliza. Wanaamka mapema. Wale walio kwenda kulala wote wanaenda kumsikiliza Mwakasege. Walienda kulala wanaamka mapema kwenda kumsikiliza nani? Mwakasege. Ndipo walipokuwa wanaamka mapema kwenda kumsikiliza nani? Yesu. Kwa lazima ujitahidi watu waamke mapema kwa ajili yako kuja kusikiliza. Unajua leo umekuja na nondo mpya, vitu vipya kuja kusikiliza leo na mafunuo mapya. Sasa unakuta wewe kila siku ni wa kuamka asubuhi na kusikiliza wanaume wengine. Hiyo haijakaa vizuri. Lazima wanaume wengine waamke asubuhi kuja kufanya nini? Kukusikiliza. Wasipokuwa na mko kumsikiliza Yesu. Unajua brother, ngoja nikwambie. Ukiwa ni mtu wa maono, haijalishi umri. Haijalishi hata kama una umri mdogo kiasi gani. Yesu alikuwa na miaka 12. Alikuwa hekaluni katikati ya walimu wakimsikiliza na kumuuliza maswali. Huyu mtoto wa miaka 12. Sasa huyu mtoto wa miaka 12, watu wazima wanamsikiliza. Na akiondoka pale wajue anaenda kulala wapi?
Ukisoma Luka sura ya 2 mstari wa 41 mpaka 52, nikusomea mstari mmoja tu 46. Ikawa baada ya siku 3 wakamuona hekaluni ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuuliza maswali. Huyu anasema mstari wa 42 anasema na alipofika umri wake miaka 12. Mtoto wa miaka 12, watu wazima. Angalia, ngoja nikwambie brother, ukiwa na hekima, ukiwa na kitu ambacho watu wanakihitaji, watu waangalie nini? Umri. Kwa mfano sasa hivi wewe una trade forex. Una mtoto ana trade forex, kijana tu ana miaka 16. Ana trade forex, ana dola milioni 2, milioni 3. Akifanya seminar, wazee waende kumsikiliza. Waende kumsikiliza kwa sababu mtoto ana matunda tayari. Ana mfumo wa kutengenezea pesa. Haijalishi. Wazee waende kumsikiliza, yule ni mjukuu wao. Ni mjukuu wao. Ana seminar na wanalipia hela kuingia kwenye nini? Kwenye seminar. Wapo hamna umri wa kujifunza. Bora uwe na matokeo, uwe na shuhuda. Kwa na shuhuda watu wanakuja kusikiliza. Yesu alikuwa na shuhuda. Watu wanataka kusikiliza. Kwa hiyo muda wangu umeisha. Tutamshukuru Mungu dakika chache tumalize. Tuko tunaangalia eneo la muda na mipango. Muda ni injini ya matokeo, injini ya matumaini. Ukishapoteza muda tu umeshapoteza matumaini. Ukikosa mipango, muda una thamani. Kwa hiyo lazima upangie muda wako mipango. Na ukiangalia ndoto ni muda na mipango. Ndoto ya mtu ni muda na mipango. Una masaa 24, panga mipango, ndoto inatokea. Una ndoto ya nyumba, gari, biashara, kazi, ni muda na mipango. Inazaa ndoto. Kwa sababu muda tayari unao. Na kazi ya muda ni kufikiri, kutengeneza mawazo mapya, kutafuta taarifa na kuandaa mazingira na kupanga mipango. Ndio kazi ya muda. Kazi ya muda sio kutafuta pesa. Kazi ya pesa ni kuokoa muda wako. Kwa sababu unaona mtu anapanda toyo kwa sababu anataka kuokoa muda. Anapanda ndege kwa sababu anataka kuokoa muda. Anakula chakula kimeshapikwa kwa sababu anataka kuokoa muda. Hiyo ndio kazi ya pesa. Pesa haiwezi kuokoa muda wako. Lakini kama pesa yako haiwezi kuokoa muda wako, hiyo pesa imepotea. Uhakikishe kabisa pesa yako unayoipata kila siku inaokoa muda wako. Kama pesa yako haiwezi kuokoa muda wako, ni bure. Kupanda basi kwenda Dar es Salaam ni masaa 10 unakaa barabarani. Ukipanda ndege ni zaidi, na kwenda Dar es Salaam 4,500 una mtu analipa. Na kuna mtu kalipa 40 kwenye basi. Anakaa masaa 10 barabarani. Na huyu kalipa 4,500. Kwenda wapi? Kwa sababu ya nini? Muda. Pesa ina thamani ya muda. Muda una thamani kubwa kuliko, kwa sababu pesa ikipotea utapata nyingine. Lakini muda ukishapotea utapata tena. Huwezi kupata kwa sababu watu wanalipia muda gani? Wanatoa hela nyingi kwenye muda ili wasiupoteze. Kwa sababu wanajua nikipoteza muda tu sitaupata tena. Lakini pesa ukipoteza utapata nyingine. Akifa mke unaoa mwingine. Akifa mtoto anazaliwa mwingine. Chochote kitakacho, gari ikipata ajali insurance inalipa. Unapewa gari lingine. Katia full coverage insurance. Chochote kitakachotokea unatoa lingine jipya. Lakini unaweza katia muda insurance ni kwa kumtumikia Mungu tu. Atakurudishia muda ulioliwa na nini? Na nzige na barabara. Ule muda wako ulioliwa na uovu ni Mungu pekee atakurudishia muda. Mungu ndiye anayeweza kutengeneza muda. Hakuna mtu anaweza kutengeneza muda. Watu wanatengeneza pesa, lakini unaweza kutengeneza nini? Muda. Kwa hiyo lazima uangalie kinachotengenezwa na Mungu. Kikipita kimepita. Kama vile umesimama kwenye mfereji, maji yanayopita kwenye miguu yako hayatakarudi tena. Na muda ni hivyo, muda unaopita hautakarudi tena. Kwa sababu Biblia inasema abarikiwe mtu yule asiyekaa katika njia ya nini? Ya ukosaji. Na akukaa barazani kwa watu wenye mizaa, kuongea mambo ya mipira, mambo ya siasa, kusema watu, hajakaa kwenye ile eneo kabisa. Biblia inasema huyu mtu abarikiwe. Anabarikiwa mtu ambaye hajaonekana kwenye ile eneo kwa sababu anatumia muda wake vizuri. Tofauti na hapo ni ngumu. Kwa fahamu tutaishia hapo. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache tumalize. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Mtakatifu, 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 Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wa wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani,
Baba Jehova, tunasema asante Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira haya ya saa 8, tunafurahia na kushangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira saa 8 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunabariki majira saa 8 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, tajiri wa Kristo, hekima ya Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo, upendo wa Kristo, imani ya Kristo, matumaini ya Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, amani ya Kristo nyingi kama mchanga wa pwani katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa siku mpya leo. Asante kwa majira ya saa 8. Tunafungua malango ya saa 8 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya muda na mipango. Tunafungua malango ya neema ya Kristo iliyozidi, ujasiri wa Kristo iliyozidi. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari, ya kusoma, ya kuandika, ya kusikia na kuona maono, ndoto, fursa, kuona maandiko, kuona vitu na watu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya mkate wetu wa kila siku. Tunafungua malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma. Tunafungua malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Tunafungua malango ya spidi ya Kristo ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, kufanya huduma. Tunafungua malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Tunafungua malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunafungua malango ya kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu. Tunafungua malango ya kibali cha Kristo cha kiuchumi katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo, kujitambua, kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunakushukuru, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa miungu, Baba wa mababa, mfalme wa wafalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyefanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyeongoza wana wa Israeli jangwani kakipa kila kiumbe chake. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetandaza nchi juu ya maji, ulifanya mianga mikubwa, jua likawala mchana, mwezi na nyota zikawala usiku. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyegawa bahari ya Shamu kwa wavusha wana wa Israeli katikati yake. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliye wazaliwa wa kwanza wa Misri kwa wafalme mashuhuri. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliye mwongozi Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na ibilisi, akashinda majaribu yote kwa neno la Mungu aliye hai katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu uliyetufufua katika ukiwa, katika utupu, katika giza, katika dhambi, katika uovu, katika umaskini, katika magonjwa kwa damu mwanao Yesu Kristo Nazareth ndio msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea maovu yetu yote, akatuponya na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetusamea madeni yetu ya kiroho na ya kimwili kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth ndio msalabani. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetulinda tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatokea ulinzi wa moto, ulinzi wa malaika katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu aliyetukumbuka katika ufalme wako, ukatukumbuka na damu ya Yesu Kristo Nazareth, mwili wa Yesu Kristo Nazareth, jina la Yesu Kristo Nazareth, neno la Kristo, ukatukumbuka na damu ya Yesu Kristo Nazareth, ukatukumbuka na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, ukatukumbuka na kazi, biashara na huduma, ukatukumbuka na kibali cha Kristo cha dola milioni 1 za Kimarekani, ukatukumbuka na pumzi ya leo, ukatukumbuka na siku ya leo, ukatukumbuka na mwaka 2022 katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu ndio Mungu wa Bwana Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uweza, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa ajili ya watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii huu na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati karibu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Ninakuomba Roho Mtakatifu ubariki kazi ya mikono yao, bariki biashara zao, bariki huduma zao, bariki ndoa zao, bariki familia zao, bariki maono yao, bariki muda wao, bariki mipango yao, bariki chochote atakachotia katika akili zao, katika mikono yao, kikapate kuonekana, kikapate kufanikiwa katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Asante Roho Mtakatifu
Kwa kujibu maombi yetu tunakaribisha tena majira ya saa 8 huo mwalimu wetu utuonyeshe njia zako, tufundishe mapito yako. Tupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutumia muda vizuri na kupanga mipango ya mwaka 2022. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tunakushukuru, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza la Yesu Kristo. Tunakaribisha majira ya saa 8 na mwaka 2022 huo mwalimu wetu utuonyeshe njia zako, tufundishe mapito yako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Tumeomba na kushukuru. Hallelujah. Amen. Tutakwenda kwenye sala ya toba, tutasema Yesu mwana wa Daudi mara 3 nikisema jina langu bila mwisho. Sema jina lako. Turudie maneno haya. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mimi bila mwisho. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Naomba nirehemu. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe maovu yangu yote. Uniponye na magonjwa yangu yote. Unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Futa jina langu katika kitabu cha mauti. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareth kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Hallelujah. Amen. Tarudia maneno haya nikisema jina langu bila mwisho, nasema jina lako. Tarudia maneno haya. Hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho siku zote za maisha yangu. Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele milele. Hallelujah. Amen. Tajirika na muda. Tumia muda kwa biashara.